Mpendwa na mheshimiwa baba paroko, baba Anselmo Kashatila, baba paroko msaidizi, baba ya Chitwi, baba mlezi wetu wa kiroho, baba Joakimu Sangu, wapendwa mashemasi wa seminari wetu, makatekista, walimu wetu msingi wa imani, watawa wenzangu mlioko huko, viongozi wa halmashauri ngazi zote, kwa namna ya pekee kabisa vijana wetu, ndugu zetu, waamini wenzetu mtakaoimarishwa leo kwa paji la Roho Mtakatifu, nanyi nyote taifa la Mungu. Mungu ni mwema nyakati zote. Kwa huruma ya Mungu tumekutanika katika hekalu hili la Mungu tupate kuadhimisha huo wema wa Mungu. Sote tunatambua kwamba Mungu ni mwema kwetu, na tena wema wake hauna kipimo, na anatutendea kwa wema hata pale ambapo hatustahili. Yeye anaendelea kututendea kwa wema kwa sababu asili yake ni wema. Mungu ni mwema nyakati zote. Kama alivyotukaribisha mheshimiwa baba paroko mwanzoni mwa adhimisho hili, leo ni siku ya pekee kwetu sisi wanachala. Tunamwinulia Mwenyezi Mungu mioyo ya shukurani kwa ajili ya hawa ndugu zetu 632 watakaoimarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu. Hongereni sana wanachala. Na katika hilo ule wema wa Mungu unaendelea kuthibitishwa. Tumshukuru yeye aliye mwema, anayeendelea kutuinua, kutujalia paji hilo la imani. Lakini hatujalii tu, kwa namna yake ya fumbo anaendelea kutusindikiza kwa misaada mbalimbali katika safari yetu ya imani, katika hija yetu ya kuyaendea makwetu ya mbinguni. Tunatafakari neno la Mungu. Kwanza kabisa, somo la kwanza ambalo tumelisikia kutoka katika kitabu cha Hekima. Mwandishi wa kitabu cha Hekima kinachoitwa Hekima ya Sulemani, hapa anatoa majibu kwa ajili ya maswali msingi. Wakati wake kihistoria, tutaongea kifupi, kulikuwa na maswali msingi ya watu kumhusu Mungu. Huyu Mungu mwenye haki, moja ya maswali hayo, kwa nini anaacha watu wenye haki wanateseka? Huyu Mungu aliye mwema, kwa nini anaacha watu wasio haki ama waovu wanastawi? Yalikuwa ni maswali ya msingi, na maswali yoyote hayo ya msingi daima huwa yanaiathiri jamii, namna ya kufikiri, namna ya kutenda mambo, namna nzima ya kuona ulimwengu. Maswali yale ya msingi yanaathiri. Hivyo panatakiwa wawepo watu ambao wanatoa mwongozo, watu ambao wanatoa dira, wanajaribu kufafanua hayo maswali ya msingi ili jamii ya mwanadamu iwe katika amani na utulivu, jamii ya mwanadamu iendelee mbele katika safari yake ya imani. Sasa hapa tunawaongelea ndugu zetu Wayahudi, taifa teule. Wakati huo maswali haya yalikuwepo. Kwa nini waovu wanastawi na hawapati shida? Na wakati mwingine mzaburi alitunga zaburi akielezea maisha ya mtu mwovu yalivyo na fanaka. Anasema hao wana afya, miili yao haina masumbufu kama miili ya watu wengine, hawamo katika taabu za kibinadamu, wamejaa maringo na majivuno. Watu hawa waovu, kwa nini wanaachwa wanastawi? Sasa somo tulilolisikia leo, Hekima ya Sulemani sura ya 12 aya hii ya 13 na ile ya 16 mpaka ya 19, ni jawabu la mtu mwenye hekima. Moja ya wajibu wa mtu mwenye hekima ni kutoa majibu kwa maswali
kwa matatizo, kwa dukuduku wanazokuwa nazo watu. Mtu mwenye hekima ana uwezo wa kupembua mambo, ana uwezo wa kusoma mahangaiko ya watu, ana uwezo wa kusoma dukuduku za watu na kuzitolea majawabu. Huyu mwenye hekima katika jamii zetu zote anaweza kupatikana, katika familia zetu anaweza kupatikana, kwenye koo zetu watu aina hiyo wapo. Waafrika wenzangu, hivi kule kwenye koo zetu hatujawahi kusikia ama kuona kuna mzee mmoja tunamkimbilia kupata majibu ya dukuduku zetu? Hamjawahi kuona habari hiyo? Huko vijijini kwetu watu wa namna hii hawapo. Utaona kuna mzee mmoja amejaliwa hekima, hata kama hakwenda shuleni madarasa mengi, lakini amejaliwa hekima. Ana uwezo wa kupembua mambo na akakupatia jawabu la dukuduku yako na ukaridhika. Uwezo wa kupembua mambo. Mwenye hekima ana uwezo wa kupembua mambo. Ndiyo hekima hiyo. Hekima ni nini? Hekima ni uwezo, ujuzi wa mambo kama yalivyo, lakini ujuzi huo unaendana pia na kupembua mambo. Anapambanua mambo, anatoa majawabu sahihi. Walatini wachala wanasema amano ya kusoroli fintu, amano ya kusoroli fintu. Unakuwa na ule uwezo, namna ile, utaalamu ule, ujuzi ule wa kupembua mambo. Unapembua mambo na unatoa majibu sahihi kwa madukuduku za watu. Sasa hawa walipokuwa wanajiuliza maswali hayo, huyu mwandishi wa kitabu hiki ndio anaelezwa kama Sulemani. Mwandishi wa kitabu cha hekima ya Sulemani anatoa jibu analolitoa, anafundisha juu ya asili ya Mungu, anafundisha juu ya tabia ya Mungu. Ni kama wasifu unaomwendea Mungu, lakini katika wasifu huo anawafundisha hawa watu, ninyi mawazo yenu juu ya Mungu mwenye haki sivyo yeye alivyo. Mlitegemea yeye amwadhibu aliye mwovu, ampatilize anayekosea, lakini huyo Mungu sivyo. Huyo Mungu ni mvumilivu, yeye ana saburi. Huyo Mungu huyo anawatambua waovu, lakini anatoa nafasi ya kutubu. Ndio ule mstari wa mwisho, watu waliotenda dhambi anawajalia toba. Ndiyo asili ya wema wa Mungu. Mungu ni mwema nyakati zote, na wema wake upo katika kusamehe, upo katika saburi. Anatupatia nafasi ya kutubu, nafasi ya kujirudi. Hatupatilizi kwa sababu ya makosa yetu. Anapenda tutambue makosa yetu, tutambue udhaifu wetu, lakini tumgeukie yeye, na tukimgeukia yeye anatusamehe na anatupokea tena. Leo tunakumbushwa juu ya wema wa Mungu na tunaalikwa kuambata huo wema wa Mungu, kwa sababu Mungu ni mwenye huruma. Mungu ni mwema na anatuhurumia na anatutendea mema kila siku. Haimaanishi sisi tuendelee kushupaa katika uovu. Ni mwaliko kuupokea wema wa Mungu, kuipokea huruma ya Mungu. Tuwe watu wema, tuwe watu wema. Katika somo la Injili ambalo mwinjili Mathayo anatuletea sura ya Bwana wetu Yesu Kristo anayefafanua juu ya ufalme wa Mungu. Dhana nzima ya ufalme wa Mungu ni kitu gani? Ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo alitumia mifano anuai kueleza maana ya ufalme wa Mungu. Hapa kuna mifano mitatu tumeisikia. Tutausema huu mmoja, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anafananisha ufalme wa Mungu kama shamba lililopandwa. Hilo shamba limepandwa na mwenye shamba jema kabisa, na mimea iliyopandwa ni ngano. Ilipandwa vizuri kabisa, na matumizi ya ngano tunajua, na mafaa ya ngano tunayajua vizuri kabisa. Lakini baadaye ngano inakuwa, yakaonekana na magugu yamo. Na katika mazingira yetu ya kikulima tunajua mmea ni upi na magugu ni kitu gani, tunajua. Hata kama ni mmea mzuri, lakini sikuupanda, huo unaingia kwenye mkondo wa magugu. Sasa hapa katika ngano hiyo yalionekana pia na magugu. Watenda kazi wanamuuliza, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako?
Yametoka wapi basi magugu? Hapa jawabu linatolewa. Aliyeyaleta magugu katika shamba, katika konde ni adui, ni adui. Na mfano mzima huu Bwana wetu Yesu Kristo anaupeleka nyakati za mwisho. Tunakwenda kwenye mambo ya mwisho, na hata ufafanuzi wake unakwenda mambo ya mwisho. Nani ni ngano, nani ni magugu, na ngano itatendwaje na magugu yatatendwaje? Ndugu zangu, leo katika hadhira hii ambapo tunaadhimisha sadaka takatifu ya altare na ndugu zetu wataimarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu, ningependa tutafakari mfano huu wa ngano na magugu katika konde kwa maisha yetu ya sasa. Injili imeshatafakarisha tayari juu ya mambo yajayo. Mimi naomba tubaki katika maisha ya sasa. Hawa ndugu zetu wanaoimarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu wanampokea Roho Mtakatifu na mapaji yake 7, na wanaalikwa kuwa Wakristo wema. Baba Paroko ametuambia wanatumwa kuwa maaskari shujaa wa Bwana wetu Yesu Kristo, mashahidi wa imani. Hawa mashuhuda wa imani, tena mashuhuda walio hai na wa kweli wa imani yetu, wanatumwa. Lakini sisi tunaposhiriki maadhimisho hayo, sisi pia tunaalikwa kujikumbusha na kujitathmini imani yetu. Tunasimama wapi? Tuko wapi? Tuko katika hali gani? Na tufanye nini ili tuchote nguvu zaidi tuendelee kusonga mbele katika safari hiyo ya imani? Hivyo tafakari hii inatuhusu sisi sote. Ndugu zangu, kwa ubatizo wetu sote tumefanywa kuwa wana wa ufalme wa Mungu. Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake. Kwa hila za yule mwovu, dhambi iliingia ulimwenguni, tukarithishwa hiyo dhambi. Kwa huruma ya Mungu tunatakaswa kwa sakramenti ya ubatizo, tunakuwa wema na wema kabisa, wana wa ufalme, wema na wema kabisa. Na nafsi zetu zilizotakaswa kwa zenyewe, kila nafsi nayo ni ufalme. Nafsi hiyo iliyotakaswa nayo ni ufalme, ni kao la Mungu. Ufalme wa Mungu ni uwepo wa Mungu, uwepo halisi wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku, uwepo halisi wa Mungu katika nafsi zetu. Tu wana wa ufalme. Tafanusi ya kwanza hiyo, sisi sote tu wana wa ufalme. Sasa hapa na pale Mama Kanisa Mtakatifu anatusindikiza kwa namna mbalimbali za kutuimarisha, kwa namna ya neno, kwa namna ya sakramenti. Tunaimarishwa kama wana wa ufalme ili tuwe watu wema. Na tunapopokea sakramenti ya kipaimara na tukampokea huyo Roho Mtakatifu na mapaji yake 7, hayo mapaji 7 yanaendelea kutusaidia tuwe watu wema, tuwe wana wa ufalme kweli, tuishi ile hali ya ufalme wa Mungu. Hilo linakuja kwetu sisi sote. Mama Kanisa anatufundisha, anatusindikiza kwa neno na kwa sakramenti. Tunakuwa wema na wema kweli. Lakini hapa na pale yanaanza kuonekana yale ambayo hayakukusudiwa na huyo Roho Mtakatifu na mapaji yake, hayakukusudiwa na neno tunalolisikia, hayakukusudiwa na maadhimisho ya sakramenti tunayoyafanya. Hayo mabaya yanatoka wapi? Hayo mabaya yanatoka wapi? Ndipo hapo jibu la kiinjili limesema ni adui ndiye anayepanda yale mabaya. Adui huyo ni nani? Injili inatuambia ni yule mwana wa uovu. Ametulia, mwana wa uovu ndio anayepanda mabaya katika nafsi zetu kama wana wa ufalme, katika maisha yetu kama wana wa ufalme. Anapanda yaliyo mabaya. Lakini swali linakuja, nina mchango wowote katika mabaya ninayokuwa nayo? Ili nisimsingizie mwana wa uovu nikakwepa kuwajibika mimi mwenyewe, kwa sababu Mungu amenijalia akili na utashi. Kwa akili yangu nimtambue yeye, nimjue, nimpende, halafu kwa utashi wangu niamue kumfuasa, kumtumikia, ili mwishoni nizawadiwe kufika kwake mbinguni. Mungu amenijalia akili na utashi, lakini kwa utashi wangu huo huo hapa na pale
ninafanya uchaguzi mbaya. Akili ni nguvu ya kujua na utashi ni nguvu ya uchaguzi. Hiki ninakijua ni kibaya, lakini kama utashi wako haujalelewa, utachagua kilicho kibaya, utaacha kilicho kizuri. Utachagua jambo baya, utaacha lililo jema, kwa sababu ya aina ya utashi wako. Ndipo hapo tunasema huyu adui anayetajwa katika Injili, mwana wa uovu, yupo na anafanya kazi kwa namna ya hila. Lakini pia sisi wenyewe uwajibikaji wetu. Ni mara ngapi nimejiingiza katika maisha mabaya au nikajiweka katika njia mbaya, nikachagua kuishi vibaya, nikachagua kufanya mabaya, nikaamua kwenda kinyume na kanisa, kinyume na mafundisho ya kanisa, kinyume na miongozo sahihi. Ninajua hii ni miongozo sahihi ya jamii zetu, ya kanisa letu, lakini nikaiacha makusudi. Ni mara ngapi? Hapo ndipo tunaalika uwajibikaji binafsi wa kila mmoja wetu. Kama sisi ni wana wa ufalme, basi tukubali kwamba tu wajenzi wa ufalme huo wa Mungu, si mwingine. Tunajaliwa haya yote kwa msaada wa neno na sakramenti, ili tuwe wajenzi wa ufalme wa Mungu hapa duniani, na kwa akili yetu na utashi tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu tuwe wajenzi kweli wa huo ufalme wa Mungu. Mara ngapi tumehusika pia kupanda magugu katika huo ufalme wa Mungu, kwa tabia zetu mbaya tu, kwa mielekeo yetu mibaya, kwa ukaidi wetu, na sisi tukawa wapandaji wa mbegu mbaya, wa magugu, na sio wapandaji wa ngano. Ni mara ngapi tunapoadhimisha mafumbo haya tunataka na sisi tuamshe ule uwajibikaji binafsi. Wajibikia imani yako, wajibikia maisha yako. Ukifumba jicho moja la historia yako, utakuta hapa na pale katika maisha yako ulikanyaga moto wa maisha. Hapa na pale uliwakiwa na jua la maisha. Ni nani aliyokupeleka hapo? Ukiwa katika ule unyofu wa moyo, utajua kabisa hapa ni mimi, sio mwingine, simsingizii mwingine. Hapa ni mimi mwenyewe nilikanyaga moto. Hapa ni mimi mwenyewe niliharibu maisha yangu. Hapa ni mimi mwenyewe nilipoteza ramani ya maisha yangu. Sisingizii wazazi wangu, wala mume wangu, wala mke wangu, wala jirani yangu, wala yeyote. Ninawajibika mwenyewe. Tukifikia aina hiyo ya ukomavu, tutaweza kuitafuta njia iliyo njema na tukarudi katika njia hiyo iliyo njema ya kumwendea Mungu. Lakini tusipofikia hatua hiyo ya ukomavu, mwanadamu ana tabia ya kusingizia. Linalomhusu baya kabisa, atamsingizia fulani, kukwepa wajibu ule. Nipo hivi kwa sababu ya fulani, nipo hivi kwa sababu ya fulani. Angekuwa fulani, mimi ningekuwa hivi. Asingekuwa fulani aliyefanya hivi, unakwepa ule wajibikaji binafsi. Maana yake hapa na pale tumewahi kuwajibika kupanda magugu katika maisha yetu. Maisha yako binafsi uliwahi kujipandia magugu wewe mwenyewe. Wewe ni ngano nzuri kabisa iliyoumbwa na Mungu, ikapewa zawadi ya sakramenti mbalimbali za kanisa, inarutubishwa tena na tena kwa neno. Lakini hapa na pale ulijipandia magugu katika maisha yako, ukajileteleza. Familia yetu ni falme wa Mungu. Mungu ni ngano hiyo inakuwa, Mungu ameipanda. Lakini hapa na pale sisi wenyewe wahusika, wana familia, ni wanandoa, ni ndugu wa familia, tulileta magugu katika familia yetu, na tunawajibika wenyewe. Sio adui wa mbali, sio adui dhania, ni adui anayeonekana. Sisi wenyewe. Kwa mdomo wako unaweza ukaleta magugu katika ndoa yako. Kwa mdomo wako unaweza ukaleta magugu katika familia yako. Kwa mdomo wako na namna yako ya kutenda unaweza ukaleta magugu katika maisha ya wenzako. Ukitambua hivyo, hapo utakuwa mwangalifu. Tunarudi katika somo la kwanza, ule uwezo wa kupembua mambo. Hili ninalolileta leo katika maisha yangu, hekima hiyo ninalolileta leo katika maisha yangu, ni gugu, ni ngano? Kama ni gugu, liache. Hili ninalolileta kwenye familia ya mwenzangu, ni gugu, ni ngano? Kama ni gugu, usilete. Sisi tumeumbwa kuwa wajengaji wa ufalme, wapandaji wa ngano, na sio wapandaji wa magugu, na sio wabomoaji wa ufalme.
hili ninalolileta leo kwenye familia yangu, hili ni ngano, ni gugu. Hili ninalomletea mwenzangu wa ndoa, hili ni ngano, ni gugu. Pima kabla. Ndio uwezo huo wa kupembua mambo. Pima kabla, na hapo tutajiimarisha na kuwa kweli wajenzi wa ufalme. Hapo tutajiimarisha na tutasaidia kutoa majibu sahihi kwa dukuduku za watu ambao wanauliza juu ya huu wema wa Mungu. Mungu ametuumba tukiwa wema ili tuwe wapandaji wa ufalme, na ndiyo hamu yetu. Hamu ya kichungaji, sote tuziambate kweli za Injili ili tuwe wapandaji wa ufalme wa Mungu. Vijana wapendwa, ambao leo mtaimarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu, tunaamini kabisa walimu wenu wazuri hawa wamewafundisha vyema na mmeelewa vyema. Mpaka leo mmekuja hapa, manake mmeelewa vyema, si ndio ndugu zangu? Aha, sitawauliza maswali. Naamini walimu wenu wamefanya kazi vizuri, na kwa desturi ya parokia yetu hii, mtu asiyefanya vizuri huwa hapiti. Tunapitia wapi? Paroko amenyoka, makatekista wamenyoka, unapitia wapi? Hivi naamini mmeandaliwa vizuri. Niwaongezee maneno machache ya kichungaji. Leo mtapokea sakramenti ya kipaimara, mnampokea Roho Mtakatifu na mapaji yake 7. Hebu nitajieni mapaji, nitajieni hayo tu basi. Ni mapaji ambayo yanapaswa kuonekana katika maisha yetu ya kila siku, maisha yetu ya kila siku, maisha ya imani. Na kama tumeyaelewa vizuri na tukayapokea vizuri katika maisha yetu, hapo nasi tunapokea wajibu huo, si tu kwa walinzi wa imani, mashuhuda wa imani, lakini kwa maneno na matendo yetu ya kila siku tuupande ufalme wa Mungu kuanzia pale ulipo, ufalme wa haki, ufalme wa amani. Tudhihirishe uwepo wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Sasa kupokea sakramenti ya kipaimara ni jambo moja, kuishi matunda ya sakramenti ya kipaimara ni jambo jingine, na ndilo la msingi zaidi, na ndilo tunalowaombea na tutawaombea hilo. Roho mwema huyo aendelee kuwaongoza na kuwaangaza, mkaishi vema Ukristo wenu. Pamoja na yote mliofundishwa, ninyi vijana wetu mna wajibu zifuatazo. Kwanza, mna wajibu wa kuendelea kujifunza imani. Wajibu wa kuendelea kujifunza imani. Jifunze kweli za imani, jifunze mafundisho ya kanisa, ili pia kwa kile ulicho nacho kichwani uwe mwinjilishaji kwa wengine. Huwezi kutoa kitu ambacho hauna. Kwa kile utakachojaliwa na Mungu, umejifunza vizuri kweli za imani, umejifunza vizuri mafundisho ya kanisa, uwe mwinjilishaji kwa wengine, uwafundishe na wengine. Wajibu wa kwanza ni kuendelea kujifunza imani yetu Katoliki, imani ya kweli Katoliki na ya mitume, tujifunze hiyo. La pili, vijana tuna wajibu wa kuinjilishana sisi kwa sisi. Mwaka fulani ule tulikuwa na kauli mbiu mjimboni, tuinjilishane sisi kwa sisi. Mnaikumbuka? Tuinjilishane sisi kwa sisi. Vijana mna lugha zenu, mna namna zenu za kuongea, mna misamiati yenu ambayo sisi wazee mkianza kuongea tunashangaa tu, mnacheka, sisi hatuelewi. Hivi mna namna zenu, na hivyo ni rahisi zaidi ninyi vijana kuinjilishana ninyi kwa ninyi na mkaelewana vizuri. Kila mmoja abebe wajibu huo na aweke nia hiyo, niwe mwinjilishaji. Nitakapomkuta kijana mwenzangu ni mwinjilishe, nitakapomkuta jirani yangu ni mwinjilishe. Injilishaneni ninyi kwa ninyi. Hilo ninawaomba kwa moyo wa kichungaji kabisa. Tukwepe ule mtego wa kupangiana magugu, wa kushetanishana. Nasikia? Tukwepe ule mtego wa kushetanishana. Vijana wamekaa havipo vya maana, wanashetanishana, wanagawana ushetani hapo, wanashetanishana.
wanaambukizana ushetani, ile ni mbaya. Tuinjilishane, tupeane yaliyo mema, tuelekezane, tuonyane, tukemeane sisi wenyewe. Hivi tuna wajibu vijana wa kuinjilishana sisi kwa sisi. La tatu, tuna wajibu wa kuitetea imani yetu, kuitetea imani yetu machoni pa wowote ambao wanaibeza kwa kujua ama kuto kujua. Sisi ndio watetezi wa imani yetu, walinzi wa imani. Imani yako wewe utailinda wewe mwenyewe. Anza kwanza mwenyewe kuonesha mfano ule wa maisha ya imani yako, halafu na wengine utawaonesha mfano huo. Tuilinde imani yetu. Sasa hivi maadui wa imani yetu ni wengi, maadui wa imani yetu ni wengi. Tunahitaji ninyi waimarishwa, mnaoimarishwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, iweni walinzi wa imani. Na hao maadui wa imani wakati mwingine wanajipenyeza kimya kimya mpaka ndani kabisa ya kanisa, mpaka kwenye misingi ya kanisa kabisa. Utakuta kuna namna za ibada za ajabu ajabu zinapita pita humo, wewe umedaka. Aina za ajabu ajabu, sakramenti tunazo, lakini vitapita vitu vya ajabu ajabu mitaani humo, umedaka. Hapo imani inashambuliwa. Na kuna wengine ambao hawana msingi katika imani, kupotoka kufuata mkondo huo kwao ni rahisi sana, anaona ni rahisi tu. Hivyo tuilinde imani yetu isije ikachachuliwa, isije ikaingiliwa na aina hiyo ya fujo za huko nje. Imani ya kweli Katoliki tumefundishwa na tunaijua na tuendelee kuijifunza, lakini lazima tuwe na ngao ya kulinda imani yetu. La mwisho, vijana wapendwa, mkaishi maisha adilifu. Paji la Roho Mtakatifu mtakalopewa leo, kuna akili pia, si ndio? Kuna shauri, si ndio? Kuna nguvu, si ndio? Kwa akili yako naomba kijana mpendwa, ukapembue mema na mabaya, ili usijiangushe katika mabaya, ukajimaliza katika uovu, ukajiachia katika uovu. Hilo linatuuma sisi wazazi, linatuuma sisi wachungaji, linatuuma. Baadhi ya vijana wetu wanapotoka mapema mno na maisha holela, hivyo wanaingia katika ubovu wa ajabu. Tuko na vijana wabovu kila mahali, ubovu kila mahali, ni mbovu na hawezi kwa sababu ni mbovu. Kichwa kibovu, maisha mabovu, ni mbovu. Mkaishi maisha adilifu. Ukiwa na ngao ya uadilifu utajilinda na mashambulizi yote yanayokunyemelea. Ukiwa na maisha ya maadilifu, hata wakati wako ujao unakuwa ni wa uhakika na wa matumaini zaidi. Hata masomo yako unayaendea kwa uhakika na matumaini zaidi, kwa sababu unajijenga katika uadilifu. Uadilifu ni ngao. Uadilifu ni ngao inayokulinda dhidi ya mashambulizi mbalimbali ambayo yanapita katika maisha yako. Mkaishi uadilifu, na mkiwa hivyo basi mtafanyika kuwa baraka kati ya watu, mtafanyika kuwa zawadi kwa kanisa, mtakuwa fahari ya wazazi wenu na walezi wenu, na tena mtakuwa tumaini la kweli la kanisa letu ambalo linawategemea ninyi vijana. Tunamwomba Mungu Mwenyezi ambaye anatujalia zawadi ya watoto na zawadi ya vijana, yeye mwenyewe atusaidie kuwalinda vijana wetu, na sisi wengine wote tukumbuke wajibu wetu wa kuendelea kuwafundisha na kuwaonesha mifano myema, ili tuishi vema duniani hapa na mwisho wa uzima tukamwone Mungu huko mbinguni. Amina.